Naam, karibu tena mtazamaji. Familia moja hapa Nairobi imeshindwa kumzika jamaa yao kutokana na ukora wa bima ya afya SHA ulionyesha kufariki kwa mtu aliyekuwa hai. Haya yametokea kwa familia ambayo sasa imejipata kwenye njia panda kisheria kwa kuwa ndugu anayedaiwa kufariki yuko hai na nduguye aliyetumia bima yake akiwa ndiye aliyeaga dunia. Na Ode Francis anaarifu kuwa waziri wa afya Aden Duale akionya wanaojitia hamnazo na sheria. Kwa miezi miwili sasa, familia ya Anthony Njoroge Maina imejipata katika njia panda ya kumzika mwanao baada ya kupatikana na ulaghai wa bima ya SHA kwa kutumia jina la nduguye ambaye sasa angali hai, ila stakabadhi za hospitali zinamweka katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Mbagathi. Anthony alifikishwa katika hospitali ya Mbagathi tarehe 7 Novemba mwaka 2025 kutoka kituo cha matibabu cha Kibera kwa matibabu ya dharura, ila alipofika hospitali ya Mbagathi aliamua kutumia jina la nduguye Toto Joshua Maina kwa kutaka kunufaika na malipo ya SHA ambayo yeye alikuwa hajajisajili. Tarehe 8 na 9 akatibiwa, ila akazidiwa na kufariki dunia saa 1:35 asubuhi. Hapa ndipo madai ya ulaghai yaligonga vichwa vya madaktari kwa kuwa sasa cheti cha kifo kiliandikwa kwa jina la Toto Joshua Maina kuwa ndiye aliyefariki. Kwa hivyo kitambulisho chake kilihitajika ili kutamatisha shughuli za aliyefariki, bila kujua kuwa jina lililotumika kumtibu aliyefariki ni la nduguye ambaye yuko hai. So when we detected that, this issue was compounded by the fact that unfortunately the patient died. And now when we demanded this original ID from this Joshua Maina, okay, he started dodging the facility. And automatically we detected this is fraud. Toto Joshua Maina alipogundua kitumbua kimeingia mchanga, alikimbilia kotini. So I saw an affidavit through the office of the county attorney. The parties went to court. And that application from this fraudster, okay, was thrown out by the honorable magistrate. Tulifika katika makafani ya Mbagathi na kitambulisho pamoja na picha ya Toto Joshua Maina kudhibitisha kuwa jina lililoratibiwa ni jina la mtu aliye hai, ila mwili ulikuwa umehifadhiwa katika chumba cha maiti. So hii picha na hii jina na hii picha si ya mtu mwenye uko naye. Toto Maina si huyu mwenye ako hapa, si huyu, unaweza muona lakini sio ni yeye, si yeye. Hebu tumuone. Waziri wa afya Aden Duale kupitia mtandao wake wa X amezungumzia swala hili, huku kitendawili kikiwa bado kuteguliwa. Huku mwili ukiendelea kuzuiliwa katika makafani ya Mbagathi, majasusi watakuwa wanabaini kipi kilijiri katika udanganyifu na ulaghai uliojiri katika bima ya SHA na mwili wake kupatikana katika makafani ya Mbagathi. Ode Francis, runinga ya Citizen katika makafani ya Mbagathi hapa Nairobi.